Lakini unaona kwenye anga la familia hii kuna kitu kilitokea. Inatajwa nyoka. Amina. Nyoka. Na nyoka ni ishara ya shetani. Anaitwa joka lile la zamani, Ibilisi adanganyaye au danganyaye ulimwengu. Na unaona hapa roho ya utapeli. Unaona nyoka anavamia hii familia, na mambo yafuatayo naomba uyanoti. Anasema hivi, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzitia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, baba sasa akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Na ukisikia ardhi inalaaniwa kwa ajili ya mtu, ndiko zinakotoka baraka zote kwa jinsi ya mwili. Ili neno ardhi usilichukulie kitoto. Ndani yake kuna dhahabu, ndani yake kuna mazao, ndani yake kuna vitu vingi sana viko ndani ya ardhi. Lakini sasa unaona ugomvi, hii familia inapata ugomvi na Mungu kwa sababu ya roho iliyoinuka ndani ya ile familia. Inapata ugomvi, milango inafungwa, baraka zinafungwa kwa sababu alipita nyoka. Na unaposema nyoka usimchukulie huyu anatembea, ni yule ambaye Yesu anasema hivi, yeye huyu alikuwa ni muuaji toka mwanzo, ni baba wa uongo, hakuna kweli ndani yake. Anafafanua, kitabu cha Ufunuo kinasema joka yule shetani Ibilisi. Kwa hiyo aliingia ndani ya familia. Halafu tunaona hapa huyu baba, na unajua mama aliambiwa habari zake, lakini anapokuja kwa baba, kwa sababu baba ni kiongozi, beba maono ya familia, yeye anaambiwa ardhi. Ardhi. Naomba tusifanye makosa kama ambayo yametokea kwenye familia hii. Sawa? Nyoka asipate nafasi na asija kapata nafasi. Amen. Jamani, amina. Amina. Haleluya. Anasema akamwambia, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Specific, kwa ajili yako. Alafu kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma, miba itakuzalia, nawe utakula mbegu za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi, kwa maana anasema mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana asifiwe. Mstari wa 23 ndio unaniliza zaidi kuhusu hii familia. Ndio familia namba 1. Ule mstari wa 23 unaniliza, nikisoma huwa napata huzuni. Anasema hivi, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Hii yani hawa kapo wanatolewa Edeni, na hapa hawajapata mtoto hata huko. Lakini maono ya kimungu ilikuwa wapate watoto wakiwa ndani ya Edeni, wapate uzao ndani ya wingu na uwepo na baraka na heshima na utukufu. Wakatolewa Edeni na Mungu akaweka ulinzi. Mr. and Mrs. Hawa wakawa nje. Lakini ukiangalia mgogoro huu, mimi naita kulikosekana hekima ya kuimanage ile nyoka. Ile nyoka ilitakiwa ipingwe, ile nyoka ilitakiwa ifukuzwe, ile nyoka ilitakiwa isipewe nafasi ndani ya ile nyumba, ilitakiwa isipewe nafasi hata ya kusikilizwa. Sura ya 4 wanapata uzao. Jamani, tunaenda pamoja. Kumbuka, uzao kwa Mungu ni muendelezo. Mungu anaendeleza uwepo wake chini ya jua kupitia watu.
Wale watu wanatakiwa waendelee vizazi na vizazi na vizazi. Sura ya 2, sura ya 4 wakapata baraka za watoto Kaini na Abeli, si ndio? Kwa hiyo unaona nyoka ametoka kwa baba na mama, akahama kaenda kwa watoto. Ni yule yule. Kwa mara ya kwanza tunaiona roho ya mauti. Yaani kwa mara ya kwanza roho ya mauti inaonekana ndani ya familia hii. Kaka kamhurukia mtoto, kamfukia huko, na Mungu anaona. Baadaye anamuuliza, umefanya nini? Akisema nililia ya ndugu yako. Aza kwa ni mimi mlinzi wa ndugu yako. Unajua kilichotokea? Kuna vitu Mungu anamtamkia yule mtoto, na yeye anaambiwa ardhi. Sasa baba, ardhi imefungwa. Mtoto aliyebaki, ardhi imefungwa. Baba na mama wamefukuzwa Edeni, na mtoto naye ukisoma maandiko anasema ndipo akatoka mbele za uso wa Mungu. Ile kutoka maana yake kama wale wazazi walivyofukuzwa Edeni, na yeye anatoka katika uso wa uwepo. Yule anasema kaenda kaanzisha mji, mtoto yule katika mji ule unaitwa akaanzisha, yule anasema kaanzisha mji kwa jina la mwanae, badala ya kuanzisha mji kwa madhabahu ya Mungu. Ufuatilie migogoro hiyo, jinsi ambavyo kama hakuna udhibiti kwa jinsi ya roho, kama hakuna hekima ya kufuatilia na kujua nyoka huyo anaingilia wapi, anataka kufanya nini, na kumfanyia vita. Sijui naeleweka jamani? Naeleweka kanisa? Ndio msingi wa anga la familia unapoanza. Nakupa ushuhuda wa familia nyingine, familia ya Nuhu. Familia ya Nuhu, Mwanzo hiyo sura ya 8. Iangalia hii familia kidogo. Iangalia hii familia ya Nuhu. Naenda haraka tuingie kuomba. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 18, Biblia inasema hivi. Amen. Jamani, amina. Anasema hivi, basi Nuhu akatoka yeye na nini? Na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye. Anatoka na familia yake wapi? Ndani ya safina. Na nini anatoka? Jamani, anatoka nani? Na familia anayo hapo. Kwanza ufuatilie, kuna siku ya kuingia ndani ya safina na siku ya kutoka ndani ya safina. Kwa hiyo yeye Nuhu anaiingiza familia kwenye wingu la uponyaji. Usifikiri ni kitu rahisi. Ni mtu alibeba wajibu. Ni mtu alifanya nini? Alichukua wajibu madhubuti kabisa, kwamba jamani, ingia kwenye safina. Haya, fulani uko wapi? Ingia kwenye safina. Nani uko wapi? Ameenda kuchunga ng'ombe. Mrudisheni, mwambie haraka sana. Ingia kwenye safina. Ni usimamizi kabisa, sio kwamba waliingia hivi tu. Na sisi tunataka tusimamie sasa. Nyosha mkono, hebu sema, Bwana utanisaidia, nitasimamia anga la familia. Tasimamia, wataingia. Akaingia nao. Na hapa sasa anasema ndipo wakatoka. Sasa walipotoka kwa mara ya kwanza baada ya mvua kukata, ndio maji sasa yako. Sasa hata nchi kavu zinapatikana. Kuna kitu anakifanya kwa mara ya kwanza, kwa sababu hii ilikuwa ni kama nchi mpya, kwa sababu vyote vimezikwa. Kuna kitu anakifanya, naomba ukiangalia Biblia yako hapo inoti. Kuna kitu anakifanya. Alipotoka anasema hivi, anasema basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi, kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Fuatilia hiyo. Walipotoka, kwa mara ya kwanza kuna kitu Nuhu anafanya. Naomba fuatilia Biblia yako. Kuna kitu Nuhu anafanya. Yaani walipotoka tu anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Fuatilia hiyo. Familia ile inaona kinachofanyika. Leteni kuni, leteni mawe, leteni zabibu. Kwa mara ya kwanza, kabla ya kufanya kitu kingine chochote, cha kwanza simamisha madhabahu ya Mungu aliye hai. Na hiyo kazi utaifanya humu ndani unapofuatilia anga la familia. Unajua maana yake? Kwa sababu kumbukeni jamani, hapa vyote vimevunjwa. Ndio Nuhu anatoka sasa aanze maisha na familia yake, lakini action yake ina maana sana, kwa sababu action yake ilizaa mambo yafuatayo. Action aliyoifanya ya ujenzi wa madhabahu na familia yake ilizaa mambo yafuatayo. Madhabahu ile ikazaa maagano kati yao na Mungu. Unisikilize, ikazaa viapo, ikazaa ahadi za Mungu. Madhabahu ile ikazaa
hali ya familia ya Nuhu kupewa urithi na Mungu, ulinzi na upaji wa kimungu, na Mungu kuishika familia ile na kuiongoza iye madhabahu aliyoijenga. Kwa sababu sura ya 9, hata sura hiyo baada ya madhabahu, baada ya madhabahu ile Nuhu kuijenga kwa mara ya kwanza, unaona reaction ya Mungu na unaona kumbe Mungu anachokozwa kwa ujenzi wa madhabahu. Utamtoa kwenye kiti cha enzi pale, ashuke afanye ni madhabahu inayosimamishwa, inamnyanyua hapo alipo. Kuna vitu ataanza kuvisema kwenye hiyo familia, kuna vitu ataanza kuvitamka, kuna siri ataanza kuwajulisha, kuna mambo ataanza kuyafunua. Waombaji, haleluya, haleluya. Hafanyi kitu kingine. Cha kwanza ujenzi. Na unaona mstari ule wa 21, unaona reaction ya Mungu baada ya ile madhabahu. Reaction ya Mungu ni hii, anasema Bwana akasikia harufu ya kumridhisha, akaridhika Mungu kutokea kwenye madhabahu aliyoijenga nani? Nuhu na familia yake, akaridhika. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo. Unaona kuna kitu Mungu anatamka kwenye nchi mpya ambayo Abrahamu anafanya nini, ambayo Nuhu anaanza kuishi. Jamani, anaanza kuishi. Kuna kitu Mungu anamwambia, sasa sikiliza, hii madhabahu umenijengea hii, hata nianze kutema cheche, sitairani nchi tena, ambayo wewe unaanza kuishi na familia yako. Kuna vitu anaendelea kusema, lakini angalia mstari sura ile ya 9, angalia hii familia. Jamani, naomba fuatilia. Anasema hivi, Mungu akambariki Nuhu peke yake. Bwana asifiwe. Akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, kila mnyama katika nchi atawaogopa. Unaona utisho, unaona upaji Mungu anawapa, lakini mchokozi wa baraka hizi zote ni madhabahu ile walisimamisha hii familia kwa mara ya kwanza. Haleluya jamani, haleluya. Sura ya 9 mstari wa 8, hiyo sura ya 9 mstari wa 8, angalia. Na maliza hapa, tuingie kwenye maombi. Anasema hivi, kisha ule mstari wa 8 anasema hivi, anasema Mungu akamwambia Nuhu na wanaye pamoja naye akisema, mimi tazama, nalithibitisha agano langu nanyi tena na uzao wenu na baada yenu. Kwa hiyo unaona hii familia, alafu uzao unaofuata na uzao unaofuata. Anasema kutakuwa na agano lake mle, litatembea ndani ya ile familia. Anasema ni nyinyi, baada yenu, uzao na baada. Maana kuna kitu kitakuwa kinatembea, kuna agano litakuwa linatembea. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna agano litakuwa linatembea, kuna roho atakuwa anatembea, kuna nguvu fulani hivi itakuwa inatembea, nakwambia itakuwa inatembea. Hasa nalithibitisha agano langu kwako Nuhu na uzao wako na baada yenu na watakao kuja, utakuwa na agano umo. Ndio uratibu wa familia kibibilia. Ukitaka kuipa mpenyo familia, ukitaka kuidai kwa Bwana afanye mapinduzi makubwa, mabadiliko makubwa, ushindi mkubwa, lazima awepo mtu wa kukasirika, lazima awepo mtu wa kuchokoza kwa jinsi ya roho. Haleluya. Nina hasira na nyoka. Huyo na hasira na nyoka sana, iwe kaskazini, iwe magharibi, iwe kusini, iwe ni juu ya dari, hapaswi kupewa ruhusa ya kuingia na ya kusema anachotaka kusema. Hapaswi kabisa. Ni madhabahu ya Mungu aliye hai tu. Familia nyingine ni ya Abrahamu. Na kuonyesha tu wachache hao. Abrahamu sura ya 13. Na Mungu atakuwa anaendelea kukupa vitu vingine vya ziada tunapoanza hii familia ya Abrahamu. Hapa Mungu anasema hivi, ule mstari wa 13, sura ya 13 mstari wa 14, anasema hivi, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na mashariki na magharibi, maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Inaenda pamoja. Unaona Mungu anawaingiza wote kwenye ahadi, kwenye urithi. Nitakupa wewe na uzao wako, familia hii mtapata. Amina jamani, amina. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu
akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni mti iliyoko Hebroni. Na yeye hivyo hivyo, baada ya kikao na Mungu, akamjengea nani? Akamjengea nani jamani? Bwana madhabahu huko, kama alivyofanya Nuhu, na anafanya hivyo. Kwa hiyo unaona ahadi za Mungu zinatajwa, zinaambatana na familia, zinaambatana na uzao, zinaambatana na wahusika, kwa sababu huko ndani kuna uchokozi wa madhabahu ya Mungu aliye hai. Amen, Bwana asifiwe. Wahusika wanaingizwa kwenye ahadi jamani, wanaingizwa kwenye ushindi, kwenye utukufu. Sura ya 17 kuna kikao kinaendelea. Sura ya 17 mstari wa kwanza. Namaliza andiko hili alafu tuingie kuomba. Sura ya 17 kuna kikao pale. Anasema hivi: Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi nawe na uzao wako baada ya. Angalia hizi lugha. Hili agano linafanya nini ndani ya familia hizo? Agano hilo linafanya nini ndani ya hiyo familia? Hilo agano linatembea. Kwa Nuhu anasema, Bwana Nuhu, sikiliza, mambo haya ya madhabahu yangu ndani ya familia yako hii, kutakuwa na agano humo, na agano hilo litakuwa linatembea. Ndiyo anachomwambia Abrahamu hapa. Anamwambia kutakuwa na agano. Anasema nitalifanya imara, sio mchezo. Anasema nitalifanya imara. Mahali pengine Abrahamu anaambiwa, sikiliza, haya unayoyafanya kwangu Abrahamu, nisikilize, uzao wako utamiliki malango ya adui. Unaona, anapokuwepo mtu wa kufuatilia anga la familia na kulipalilia na kuyatengeneza maagano na matamko ya kiungu, jamani, kuna vitu Mungu anapanda humo, kuna vitu vinafunguka, kuna vitu vinaachia, kuna miundombinu mbalimbali ambayo nyoka angetamani kuyaumba, hapati nafasi, kwa sababu kuna mtu tu mmoja amechukua wajibu. Nimekuambia Nuhu, familia yake isingeingia kwenye safina bila usimamizi, au ndiyo? Palihitaji usimamizi, palihitaji usimamizi kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Na kuingiza sasa kwenye maombi, lakini naomba fungua kitabu cha Mathayo. Naishia kwa leo. Mathayo sura ya kwanza ni andiko wengi mnalifahamu hili. Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Naomba tusomee hapa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Natamani tuingie kuomba haraka. Nimalize hapa tuingie kuomba. Nimalize hapa tuingie kuomba. Nimalize hapa tuingie kuomba. Anga la familia. Anga la familia. Anga la nini? La familia. Bwana asifiwe. Anasemaje? Biblia yako inasemaje kuhusu hicho kitabu? Unaona, anasema kitabu cha nani? Cha ukoo. Hizi ni familia. Naomba kae hapo moja mpaka Mungu aliponifundisha kwa jicho maalum zuri. Niko nasoma hapa lakini sijaelewa uzito wake hasa. Hivi ukoo, sasa ukoo hapa wa nini? Ukoo. Sikiliza, anasema Yesu anasema kitabu cha nani? Cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Unajua kwa nini inatufikisha? Kwa sababu kulikuwa kuna madhabahu, kulikuwa kuna maagano. Alipokuwa anasema maagano langu litakuwa linatembea, litakuwa linafanya nini? Linatembea. Na hiki ndicho tunachosema, ndio tunachosema. Chukua hii vice versa sasa kwenye falme za giza, au wale ambao wana maunganiko kwa madhabahu za kuzimu. Ni kitu kile kile kinafanyika nako. Maagano yanafanya nini? Yanatembea. Roho zile zinafanya nini? Zinatembea. Zinatembea. Zinatembea vizuri tu. Kusipokuwa na kamanda, zinawachinja vizuri.
Alafu angalia ule mstari wa, jamani hizi ni familia. Mstari wa 17 naomba tusome wote, na maliza hapa tuingie kuomba. Mstari wa 17 twende wote, 1 2 3. Anasemaje? Si unaona sasa unatajiwa hapa. Vilipita vizazi kweli, lakini ndani yake kuna agano linatembea. Anasema basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi tena 14. Hawa ni watu. Hawa ni nini? Ni watu. Na ni ajabu Biblia inavyoweza kutresi mifumo ya familia na kutupa takwimu. Bwana asifiwe. Sasa unaona ukoo upo kama ulivyo, kwa sababu kuna mmoja alisemesha anga huko, kasimika madhabahu ya Mungu aliye hai, yakatokea maagano kati yao na Mungu ukatokea urithi kati yao na Mungu, na ahadi zikazaliwa humo, na unaona utimilifu unatokea kweli. Bwana asifiwe. Na unapo reflect hili pia, Bwana asifiwe jamani, amina. Bwana asifiwe. Yes, soma anga la familia na matukio yake, itakufundisha na utapata hekima nzuri ya kujua. Jamani, ukitulia vizuri unaweza kabisa ukafanya survey na ukaona upepo unaelekea wapi. Unauona jamani, unajua yani mtu yani watu wanachukuliaga kiutani yani, na nadhani ni kwa sababu ya mifumo ya anga ulimwengu wa roho inawapumbaza watu. Nauliza hii ndani yako nani mwingine anayo? Uko na dokta, nani mwingine anayo? Taja kweli na watu kama 4 5. Ndio sio ichukulia tu kwamba ni jaribu la kawaida, sinomo na anajua. Kwa nini? Kwa sababu familia pia ina kawaida. Kwenye unapoombea anga la familia pia kuna kanuni moja kwenye familia. Ukishasema familia, kuna kanuni ya kurithisha, weza mazuri au mabaya. Kuna kanuni ya kufanya nini? Ipo ya kurithisha, inakuwepo. Kanuni ya kumilikisha inakuwepo. Jamani, tunaenda pamoja. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaona yale mambo 8. Unaona hizi familia zina mambo 8 hapa. Unaona zina madhabahu ya Mungu aliye hai. Unaona zina maagano na Mungu aliye hai. Unaona zina viapo. Naposema kiapo angalia, naposema kiapo, embu ukitaka ujue testi nzuri ya kiapo cha kiungu kwenye familia za watu, kinaonekana pale Mwanzo sura ya 26. Sura ya 26 mstari wa 1 hadi wa 4. Kuna kitu pale, kiangalia. Kuna kitu Mungu anasema pale. Kuna kitu pale. Ndio maana wewe hapo una kazi ya Bwana Yesu asifiwe. Una kazi ya kudai mafaili mapya kwenye anga la familia. Hebu sema, nitayadai mafaili mapya kuanzia leo kwenye anga la familia yangu. Nitadai mafaili mapya. Ndio, hatutafanana mapito. Hatakuwa wote kwenye familia unakuta inafananishwa level moja. Mapito wote ni pito hilo, jaribu hilo, kifungo hicho, mauti hiyo, wote style hiyo, hawafiki mbali. Wote level hiyo, mpaka ni huo. Jamani, kuna vitu inabidi tuvifungue kwa mkazo maalumu kama huu. Kuna vitu inabidi tuvifyatue kwa mkazo maalumu kama huu. Ndio, hebu nisomee hapo mwanangu. Mwanzo 26 mstari wa 1 hadi wa 4. Sikiliza, nasoma mchungaji. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Sikiliza, kuna jaribu la njaa. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu, Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Sawa. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Ulikuwa ni wakati wa nini? Wa njaa. Kanisa, mnanisikia? Ulikuwa ni wakati wa nini? Wa njaa. Ulikuwa ni wakati wa nini? Wa njaa. Ulikuwa ni wakati wa njaa. Ulikuwa ni wakati wa njaa. Ushike hapo. Ulikuwa ni wakati wa nini? Wa njaa. Hapa mambo ya uchumi yamefungwa, mambo katika maisha ni magumu, hayaeleweki, hakuna mpenyo. Wakati wa njaa, huyu bwana huyu, Biblia inasema Mungu akamtokea. Sasa Mungu anapomtokea kuna kitu anamwambia. Jamani, kuna kitu anamwambia. Tuweke vizuri mchungaji. Anamwambia nini? Usishuke kwenda Misri. Usishuke kwenda hapa pia nataka upate somo lingine. Sawa. Wakati wa mambo magumu unahitaji hekima ya Mungu kuisikia.
Usikurupuke tu. Kuna kitu Mungu atakusaidia, kuna kitu Mungu atamimina kwako. Iko nafasi ya Mungu katika magumu unayopitia. Wewe Bwana, wakati wa njaa, lakini sauti ya Mungu inatokea. Jirani yako ukikutana jambo zito limeumiza moyo wako, ni gumu, kumbuka nafasi ya Mungu ipo. Usikurupuke tu, rudi kwenye wingi, ongea na Mungu. Huyu ulikuwa ni wakati wa njaa, lakini Mungu akamtokea, ametega sikio. Sikiliza Mungu anachomwambia. Twende. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Unaona? Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Unaona, nitakuwa pamoja na wewe alafu nitakubariki. Maana yake ile njaa wala haina nguvu juu ya huyu jamaa, wala sio issue. Ni jaribu kweli, wengine linawaliza, wengine wanapoteza mwelekeo kabisa, wanakonda, wanalia, wanakata tamaa. Lakini kwa huyu sio issue. Anaambiwa nitakuwa pamoja na wewe na nitakubariki, pamoja na kwamba kuna njaa. Twende ba. Maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo. Muelewe, nitakifanya imara kiapo. Kwa nini? Kwenye familia mle kulikuwa kuna kiapo cha kimungu kilikuwemo. Kulikuwa hiyo familia ina madhabahu, ina maagano, ina viapo, ina ahadi, ina urithi wa kimungu. Sasa Mungu anakumbuka, anasema we, kuna kiapo humu, na kiapo hicho ndio kinakutunza hata sasa wakati wa njaa. Haleluya. Kinakufanikisha sasa wakati wa njaa, na kutofautisha wakati wa njaa na kubariki, wakati wa njaa na kuinua, wakati wa njaa unapata mpendo, kwa sababu kuna kiapo humo kwenye familia hii. Anasema takifanya imara kiapo. Twende ba. Nilichomwapia Ibrahim baba yako, nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Kwa hiyo unaona huyu kwa kweli anabarikiwa tu kwa sababu waliomtangulia walijua wajibu wa kufanya kwenye maanga. Anakula baraka kwa sababu waliomtangulia walikuwa na hekima. Amina. Si tunaelewana jamani? Watu wa Mungu, haleluya. 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 Kwa hiyo wewe kwenye maombi haya fanya marekebisho, fanya masahihisho, omba rehema, halafu utasimika misingi mipya ya tofauti toka sasa na kuendelea. Ndiyo, hebu uwe kuhani wa familia. Wewe uwe nani? Kuhani wa familia. Uwe nabii wa familia, uwe kuhani wa familia. Haleluya. Kafanya survey familia za watu, jinsi zinavyotembea, na hatima zinavyokwenda. Unaweza kaona ukashangaa. Na Bwana akusaidie na kinywa cha kufuatilia kiwe na ukali usio wa kawaida. Sauti yako ikawe ni sauti isiyo ya kawaida. Soma anga la familia yako linavyokwenda. Wasome waliokutangulia, wasome walioko sasa, utapata majibu. Wasome waliomaliza mwendo, utapata majibu. Kwamba familia zingine ni sare blue what nyeusi what. Amina. Tunafanana mapito, tunafanana majaribu, tunafanana hatima, tunafanana siku za kuishi, tunafanana miaka, tunafanana majaribu, tunafanana mikosi, tunafanana magonjwa, tunafanana familia. Unacheka, unaona kawaida. Jamani, hebu mwage na Kiswahili kile wanasema mwage na usongo, si ndio? Hebu uwe na shauku kwamba Mungu, naomba ukajitukuze kupita kawaida. Maadamu mimi nipo, maadamu ninaishi, maadamu umenisaidia, naomba mipaka ambayo haijawahi vukwa ndani ya familia yangu mimi nikaivuke. Ngome ambazo hazijawahi anguka kwangu zikaanguke. Haiwezekani zikaendelea hata sasa. Sitaki kuziona waliochukuliwa mateka na wadai. Natamka kufunguliwa kwao. Natamka mwaka wa Bwana uliokubarika ndani ya familia.
utaona Mungu anafanya marekebisho, na utashangaa kabisa. Wakati tulikuwa na maombi makali kama haya ya familia, ushuhuda mmoja wapo, mzee yuko hapa ndio kwa mara ya kwanza hakuonana na mdogo wake, yani siku alivyoondokaga nyumbani huko, ilipita miaka mingapi? Miaka 30. Wamefanana, ukimwangalia zembo mzee yule na yuko pia miaka 30, na yuko hapa wala yuko mbali. Alikuwa hapo nania wapi mzee Kibiti, mdogo kabisa, miaka 30 akaibuliwa. Yeye mwenyewe anashangaa. Nilipata ushuhuda moja wapo wa mzee yule, ushuhuda mwingine kuna mwinga cha baba. Yani sisi familia tulikuwa tuongee ugomvi, yani kama tukuzaliwa nyumba moja 10 mkononi, lakini sasa tunaongea. Ni kwa sababu ni kwa sababu kuna vitu vimechukua hatua kwenye anga la familia, kwenye anga la familia. Tukamuombea yule bwana, alikuwa na vifungo vingine vikajidhihirisha, tukazivunja. Hasa kuna mambo mengine kuna urithi wa familia unaweza ukafichwa, kuna utukufu wa familia unaweza ukapigwa kwa miaka ukafutwa kabisa. Haiwezekani maadamu Bwana amekuweka wewe, uwe ni wa kike uwe ni wa kiume. Nisikie, uwe ni wa kike uwe ni wa kiume, una kazi ya kufanya kwa ajili ya familia yako. Una kazi ya kufanya kwenye anga la familia. Kuna matamko unatakiwa kuyatamka, kuna ahadi unatakiwa kuzidai, kuna uponyaji unatakiwa kuudai, kuna urithi unatakiwa ukomae nao, kuna ahadi unatakiwa uzidai mpaka zitimie. Bwana, maadamu umeniokoa mimi, sasa mimi hapa na waingiza kwenye safina. Mimi hapa na wasimamishia madhabahu, hata kama wataki, hata kama wamekataa, hata kama wanabisha, na isimamisha. Mimi hapa ninapomoa maagano yaliyopandwa kwa muda mrefu. Mimi hapa niwezeshe. Mimi hapa nipake mafuta. Unapofanya varangati hilo, nakwambia mpenyo unakuwepo, uwepo. Funguka. Tunapoanza kufuatilia familia, funguka. Utaiokoa familia na vifungo mbalimbali, vifungo vya umaskini, vifungo vya magonjwa, vifungo vya ufukara. Kuna vifungo vya ufukara vipo. Familia inakuwa fukara mwanzo mwisho wote, mabinti, vijana, nyingine mpaka wanakuwa na wasomi lakini utafikiri hawajasoma. Wanakuwa utafikiri hawajasoma. Ni nini? Ni kitu changa. Yaani unaitafuta familia hii inakaa wapi? Haina urithi, chini ya jua haina urithi. Haina urithi. Haiwezekani. Nakwambia Mungu atafanya. Sikiliza, Mungu atafanya tu. Twende tuombe. Twende jitambue ya kwamba Mungu umeniinua. Niko kwenye kambi la maombi. Ninaanza leo kusema na anga la familia. Bwana, naomba turehemu. Naomba nisamehe kwa niaba ya familia yangu. Naomba rehema zako. Lakini mafaili mapya nataka sasa yaanze kutokea kabisa katika jina la Yesu. Baraka ambazo hazijawahi tokea, miujiza ambayo haijawahi tokea, ushindi ambao hujawahi tokea, ukatokee sasa maadamu umenipanda mimi, Mungu liye hai. Naomba mimi nikayafungue mafaili. Utaiona neema unapokuwa kwenye maombi ya jinsi, utaiona neema. Kuna vitu utakuta vinaachi, kuna vitu utakuta vinadondoka, kuna vitu utakuta vinapata mpenyo ambavyo vilikuwa vipate mpenyo kwa miaka. Nasikilizeni, unajua tuna ndugu zetu wengine wachawi, mnajua hiyo? Mnajua hiyo? Wengine mnajua tuna ndugu zetu wengine wachawi, hata kama huwajui. Wapi? Kwenye familia. Bado wanachochea madhabahu, bado wanataka miungu imiliki, bado wanataka kaza giza zifanye nini? Zimiriki. Siku moja Roho Mtakatifu alishuka juu yangu, nikasema Mungu ndiye hai. Kama kuna mtu amelitaja jina langu kwenye madhabahu na ikamata, ulishuka wivu wa Bwana. Kama kuna mtu amelitaja jina langu kwenye madhabahu yoyote, na ifumue hiyo. Kwenye mafamilia humu tunaishi na watu pia ambao bado wanachochea.
Huwezi kuwajua hivi hivi, huwezi. Wafunuliwa, waungua panapokuwepo na kamanda anayefuatilia kwa jinsi ya wanakuwepo. Hata kama wewe una habari wanakuwepo tu. Wanakuwepo. Chocha hii familia hii nani huko? Kwa ukweli yeye anaendelea na maagano, anaendelea na ndumba, anaendelea na ilizi, anaendelea. Hamuna habari. Wengine mko huku Dar es Salaam, mwenzenu anachochea madhabahu huko. Yeye anaamini bado anazingangania. Sasa nao watakipata. Tunapolianzisha leo unasemaje? Watakipata kabisa. Acha mchezo. Acha, usituletee ugomvi na Mungu. Amen. Kanisa tunaenda pamoja. Kanisa tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Tunaenda pamoja. Kwani wewe wote wanakuchekea wewe? Wote wana amani na wewe? Wanakufurahia? Sio kweli. It's not true. It's not true. It's not true. Wako wanaotaka ufe haraka. Wako wanaotaka usionekane kabisa chini ya jua. Wapo kabisa ambao wanalia mpaka machozi wanapoona umeweza kujenga nyumba, umeweza kusoma, umeweza kuzaa na watoto. Wanalia kabisa, yani amefanyaje? Amekwaje? Tufanyaje? Juu yake. Wapo. Kwa sababu Biblia inasema wanaume wamesema hawatakula wala kunywa mpaka wamemuua au. Huyo ni adui. Yani anafunga. Can you imagine adui anafunga? Anasema hatutakula wala kunywa mpaka tumemmaliza. Anasifiwa. Sio wote wana amani na wewe wa familia, wa majirani, wa watu bwana wanatembea na anga zinafanya kazi. Nani? Mbona na amani? Mbona na staa? Mbona amezaa watoto wazuri? Mbona amesomesha? Mbona ameweza kusomesha? Kwa hiyo unapo monitor kwa jinsi ya roho ni faida kwako. Ni faida. Kuna vitu vingi unavirahisisha. Kuna vitu vingi vinakaa sawa. Kuna vitu vingi vinapata mpenyo. Kuna vitu vingi unaviweka vizuri. Ndiyo, ukifanya kazi hii tunayoianza leo hii ya familia. Amina. Watu wa Mungu tunaenda pamoja. Watu wa Mungu tuko pamoja. Kanisa tuko pamoja. Ndio. Nakumbuka familia moja ilikuwa ina vita. Yani kipata mtoto wa kiume tutii, kipata mtoto wa kiume tii, kipata mtoto wa kiume tii. Na aliye survive naye kama anakuwepo tii. Nakumbuka siku hiyo wakaitana. Basi jamani, hii hali sio ya kawaida. Hii hali sio. Sasa hao waliobakia tuwahifadhi kwa njia ya maombi. Hao waliobakia tufanye na ikumbuka ile ibada. Wakaanza kuvunja, wakaanza kuomba. Wanaoroza. Hakuna kitu kinatembea sio cha kawaida kwenye familia. Wakaanza na kweli baada ya maombi hao ndio wamebaki. Wengine wote wanakuja kushtuka. Lakini ni afadhali kushtuka ukazuia kuliko kutokushtuka na kuendelea kukaa kwenye vifungo. Ni afadhali kushtuka. Amina. Ni afadhali kufanya nini? Ni afadhali kushtuka. Na mimi naomba ushtuke. Haleluya. Naomba ushtuke. Naomba ushtuke omba kwa mzigo. Kwa njia hivi omba. Kama uko hapa una watoto omba. Kama uko hapa una mume omba. Una mke omba. Haujaolewa, haujaoa omba. Una wazazi omba. Yoyote ni network ya familia. Una wadogo zako omba. Tamka neno kabisa. Tamka neno. Uratibu wa falme za giza unaoonea familia, unaoziweka familia kwenye mateso, kwenye huzuni, unaotengeneza vifungo vya magonjwa, vifungo vya umaskini, vifungo mbalimbali, giza ndani ya familia. Kwa kweli Mungu akashuke, akaingilie kati. Na wewe uwe kuhani tangu sasa. Na kuwekea msingi uwe kuhani. Uwe nini? Hapo nafanya kazi ya ukuhani. Inawezekana hakuna anayefanya hiyo kazi. Inawezekana hata inafanyika pengine haifanyiki kwa mkazo. Naomba ufanye kwa mkazo. Utazalisha baraka mpya. Utazalisha mafaili mapya. Utazalisha utukufu. Utaletea utukufu. Utatokea uponyaji. Sio kila kitu nakiweza. Vingine mpaka Mungu akusaidie.
Na msaada wa Mungu unaitwa kwa njia ya nini? Ya maombi. Msaada utakaoonekana tele wakati gani? Wa mateso. Mungu kwetu ni kimbilio, ni kimbilio. Kwa hiyo Mungu akubariki unapoanza kazi hii nzuri ya ukuhani wa familia, kama alivyofanya Nuhu, kama alivyofanya Abrahamu, mpaka tokea ukoo wa Yesu. Wewe omba tu, Bwana atakwenda kaskazini yako, mashariki yako, magharibi yako, itafikiwa, itafikiwa, itafikiwa. Ninakwambia itafikiwa. Kama hiyo madhabahu iko chini ya bahari, itafikiwa. Kama iko kwenye milima, itafikiwa. Kama bado inaishi, itafikiwa. Kama iko kwenye anga, itafikiwa. Itafikiwa, itafikiwa, itafikiwa. Kwa kuwa Bwana ni moto, ni moto ula. Itafikiwa, itafikiwa. Natamani kusiwe na uhai ndani ya familia yako, wa madhabahu nyingine yoyote. Kusiwe na uhai popote, hata kama una taarifa, hata kama hujui, popote ilipo, isiwe na uhai. Natamani maagano ya kuzimu yasiwe na uhai. Natamani urithi wa kipepo usiwe na uhai ndani ya familia yako. Kusiwe na uhai, utafungua baraka. Kusiwe na uhai. Mungu, inawezekana pengine sijapata ufahamu. Ndio tuko wengi mwenye mafamilia humu, lakini kama kuna madhabahu fulani inaishi bado inatusumbua, bado kuna madhabahu fulani na uhai, bado kuna hapana. Bwana Yesu, nachukua nafasi ya ukuhani sasa, nachukua nafasi ya ukuhani sasa, nachukua nafasi. Nataka mafaili mapya. Amina, 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 amina. Haleluya, haleluya watakatifu, haleluya. Hebu simama sasa, mkono nyosha namna hii. Umeichukua familia yako, ichukue, ichukue. Nyosha mkono wako kabisa. Sijao ni wazazi wako, ni wadogo zako, ni nani, wote anga la familia. Nyosha mkono mimi, nyosha mkono, nyosha. Sema maneno haya. Umeniomba mimi Bwana, nimeisikia sauti yako, nimeisikia mimi sauti yako, nimeisikia sauti yako ndani ya familia yangu. Mimi nimeisikia sauti yako. Imefunuliwa ndani yangu ya kwamba madhabahu yako inatakiwa kuwa imara. Imefunuliwa ndani yangu kwamba maagano yako yanatakiwa kutawala, yanatakiwa kutembea. Imefunuliwa ndani yangu Bwana ya kwamba kuna urithi wako, kuna urithi wako kwangu na kwetu. Kuna urithi wako, kuna urithi wako, kuna ahadi zako, kuna ahadi zako, kuna utukufu wako. Naomba urejeshe utukufu wako ndani ya familia Bwana, ndani ya familia Bwana. Na ndipo ninaomba rehema, na ndipo ninaomba rehema kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya familia yangu. Na ndipo ninatubu, na ndipo ninatubu kwa habari ya familia yangu. Na ndipo ninaomba rehema, na ndipo ninaomba msamaha, na ndipo ninaomba msamaha, ninaomba msamaha, ninaomba msamaha, ninaomba msamaha, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Familia yangu Bwana, machoni pako iko wazi yanayoendelea Bwana, yanayoendelea Bwana. Ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako. Ninaikana miungu, ninaikana madhabahu ambazo hazitokani na wewe ndani ya familia yangu Bwana. Ninazikana hizo madhabahu, ninazikana
Shimatayanda rabaya shihos. Latayanda rapayanda rabaya shayanda rama. Bwana tunasimama, makuhani tunasimama katika tamu zetu, tunasimama kwako. Wewe Mungu wa kweli, wewe Mungu uliyetujia, wewe Mungu mwenye mambo mapya, wewe Mungu mwenye uponyaji, wewe Mungu mwenye hatua mpya, wewe Mungu mwenye baraka zetu, wewe Bwana uliyekusudia ule utukufu, wewe Bwana uliyetamani urithi mwema utembee. Hiyo maana Bwana tena tunakuinua wewe siku ya leo. Wewe Bwana, tunakuinua wewe Bwana, maana ni Bwana wa majeshi, maana ni Bwana utupendaye, maana ni Bwana upande wetu. Na Bwana umetujia, na Bwana umetujia, na Bwana umetujia. Asante kwa ile nuru ambayo Bwana umetupatia, asante kwa ile nuru ambayo Bwana umetupatia. Na ndio maana tena Bwana tunaitia damu yako, ndio maana tena Bwana tunaitia damu yako. Kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa wale wote ambao kwa sababu ya giza wakaenda na kuyatamka na kuiunganisha hii familia, ukoo kwa miungu mingine. Ndio maana Bwana, kwa sababu ya hayo tunaitia damu yako. Kwa sababu ya hayo tunasimama sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba tunapoendelea, kaa sawa sawa, kaa sawa sawa. Baada ya kuelewa, angalia wajibu wako. Hebu kaa kivita, mikono yako, miguu yako, sauti yako inaingia kasini. Koshaya baya, rashaya na rokatayama ya, rakashayama ya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunaingia sasa ndani ya maanga haya, ndani ya anga hile, ndani ya anga hile. Nani anayetawala? Nani anayekaa? Nani aliyesimama? Nani aliyesimama? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo unashuka, leo unashuka, leo unadondoka, leo unatoka, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia, leo unaachia kwa jina la Yesu. Leo unaachia kwa jina la Yesu. Hebu nyosha mikono yako, nyosha mikono vizuri, nyosha mikono leo, nyosha mikono vizuri. Hebu sema leo unashuka, leo unashuka, leo unashuka, leo unaondoka, leo unaachia hilo anga, 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 achia, achia wewe, unaachia, 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 kwa jina, unaachia, unaachia, unashukusia, unashukusia.